Sasa niingie kwenye mada. Mada yetu ni toba, na nimesema muumini yoyote haingii peponi mpaka awe na toba iliyokuwa safi. Sio toba tu, toba iliyokuwa safi. Basi kama kuna somo ambalo mtu anatakiwa alisome kwa kina zaidi ni hilo la toba. Lakini kwa kubilia kwenda kwa uchache, nianze kutaja zile nguzo zake za toba jinsi zilivyo. Maana ya toba ni nini? Toba ni kurejea kwa Mungu, kama kwamba wewe ulikuwa umemtoroka Mungu, sasa umerudi kwenye kifungo chake. Ndio maana ya toba, lugha nyepesi. Kwa hiyo mtu yoyote katika sisi ni mtumwa wa Mungu, na mtumwa wa Mungu hafanyi chochote ila kila anachotaka Mungu, lakini mara nyingi sisi tuwafanya yale tunayoyataka sisi, wala sio anayoyataka Mungu. Kwa hiyo tayari tumetoroka gerezani. Toba ni wewe kurudi katika gereza. At-tauba al-auba, toba ni kurejea. Wala toba sio kusema Mungu nisamehe. Mungu nisamehe ni istighfar, lakini toba ni wewe kurudi kwa Mungu. Muumini yote ambaye anaamini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, siku anaposema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, anakuwa kaiuza nafsi yake, mali yake, muda wake, kila kitu chake, sio chake tena, bali ni cha Mungu wake, kama ilivyo katika surati Tauba aya 111. Mungu anasema inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Mungu kanunua kutoka kwa wale waliomwamini nafsi zao, si zao tena, mali zao si zao tena. Sasa nikuulize tu, wewe kweli nafsi yako kweli ni ya Mungu moja kwa moja unavyojiona? Na mali zako zote ulizokuwa nazo ni za Mungu kweli? Uhai wako wote ni wa Mungu kweli? Na kwenye swala unasimama ukisema na salati wa nuski wa mahayaya, hakika swala zangu na ibada zangu na uhai wangu wa mamati na kifo changu lillahi rabbil alamin, vyote vya Mungu mlezi wa viumbe sote. Wewe ni mkweli katika hilo unalolisema? Wewe umemtoroka Mungu, unatakiwa urudi uwe mtumwa wa Mungu. Sasa kwa haraka ili tuondoke na kitu, ni kwamba sharti ya kwanza ya toba, kwanza kabla ya toba yenyewe kuna kitu ambacho kinaitwa muhasaba, yani kujipima wewe mwenyewe. Mfano kama hili swali niliouliza kwamba hivi kweli mali yako ni yako wewe? Hata hii siku hii ya leo ulioishi ilikuwa ni ya kwako, ilikuwa ni ya Mungu? Ulikuwa na mipango yako, mimi asubuhi nitakwenda hivi, bila hata kumfikiria Mungu kama siku unayotumia ni ya kwake. Umepanga mipango yako wewe, hujapanga mipango ya Mungu. Sasa ukija ukakaa ukajiuliza ni siku ngapi ambazo nimeishi zote ni zangu wala sio za Mungu? Ukaja ukahesabu mali zangu nilizokuwa nazo, huwa natoa tu lakini kama zangu, bila kupata ushauri wa Mungu wangu na kwamba kumwangalia karidhia ama hajaridhia. Hii ni katika wewe kujinunulia shati na kujinunulia suruali. Sikwambii hizo ulizotoa kumpa labda mwanamke kakupendeza sana ukampa. Kama kuna bwana mmoja anambia mwanamke mzuri kama huyo itakuwaje asiwe na gari bana, akamnunulia gari akampa, lakini anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mali ya Mungu unakwenda kumwonga mtu? Ukiyafikiria yote hayo alafu ukaona kwamba mimi kwa hiyo nikifika kwa Mungu atanidai haya, huo ndo muhasaba, kwamba nina dhambi kiasi gani ambazo sijamridhisha Mungu wangu. Sawa? Sasa ule muhasaba unatakiwa uwe kabla ya toba, uwe nao. Ukifanya toba yenyewe pia ufanye muhasaba katikati. Hivi nilivyotubu kweli nimemudu kuvuta ile dhambi? Unaendelea na muhasaba mpaka siku unatokwa na roho, uko katika muhasaba. Sasa ule muhasaba baada ya kuona kwamba umeyavurunda, umeyaharibu, na kwamba unasubiriwa sasa na hiki nilichokisema,
kwamba sisi wote ni watu wa motoni ila yule aliyotubu. Kwa hiyo umesimama siku ya Kiyama, tufanye kwamba siku ya Kiyama watu wakatwa shingo ambao hawajatubu. Umesimama pale, unamuona wa kwanza analetwa shoka mwili unatupwa kwenye moto, kuna nafasi ya watu wawili watatu, baadaye ni yako wewe. Utajuta vipi utakapoona ile? Alafu kinachomponya mtu ni kwa sababu tutalitakiwa tu atubu, alafu ulipewa nafasi ya kutubu, alafu hukutubu, kilio chake kikoje? Ukiyaona hayo utasema hapana, mimi ngoja nitubu sasa hivi. Sasa sharti ya kwanza ya toba kama ilivyo katika vitabu ni wewe kujuta kwa nini umefanya hivyo. Kujuta, mimi nimepoteza umri wangu, nimefanya nini, sijafanya ibada. Angalia namna kujuta itakuwa vipi utakapoiona ile adhabu ambayo anaadhibiwa mtu. Ngoja niwaambieni kitu kimoja, miongoni mwa adhabu zilizonishangaza ni muhasaba wa Mungu. Kama hujaufanya ukausubiri uje uhesabiwe siku ya Kiyama, huponi. Katika zama za Mtume kulikuwa kuna sahaba mmoja alikwenda kushiriki katika vita vya Tabuk pamoja na Mtume. Wamerudi, wamefika mjini. Walifika mjini, wanashusha mizigo. Siku kulikuwa kuna adui kajificha wapi, kaachia mshale ukamchoma shingoni, akadondoka akafa. Maswahaba wote wakasema mashaallah, mwenzetu kafa shahidi, mwenzetu kafa shahidi, mwenzetu kafa shahidi. Mtume akaambia la, hajafa shahidi, yuko motoni. Ambia kwa nini? Anasema tulipokuwa katika vita vya Khaibar, kuna kishali kama hivi alikiokota, alafu hakukileta katika mgao wa Mtume, akakivaa yeye mwenyewe. Hivi sasa anaungua nacho motoni. Sasa mimi na wewe tukiwekewa muhasaba kama huo mbele ya Mungu, tunaponaje? Hakuna cha kutusaidia ila kutubu. Sasa swali langu kwa sisi ambao tuko hapa sasa hivi, tunajiona tuko salama? Tuko salama si? Ikiwa huyo kafa fi sabilillah, lakini kwa bahati mbaya alikuwa na kishali kakichukua kakiona kidogo iki kina neno ngoja nikae nacho tu. Mtume anasema yuko motoni kinamuunguza. Sisi vitu vingapi tunachukua bila ya ridhaa ya mwenyewe? Mara ngapi umeingia kwenye gari, konda kakuongezea change ukamoshke nayo? Mara ngapi umedanganya ukapewa? Haya, sitaki niende kwenye hizo zina zetu ambazo hata tukiulizwa ni ngapi leo, kama utapewa mtihani hesabu, tutuambie zina ulizozini idadi yake ngapi. Ukizijua sisi tunakusamea, wenda hata usione pepo unaduka. Sasa sisi tutakiwa tujute zaidi. Kwa sharti ya kwanza ni kujuta, na hapa ninachojaribu kueleza haya ili mtu aamue kuanza kujuta kwamba haponi. Sisi wote hatuponi, labda toba ndio itukomboe. Yani hamna kudanganya, wala tusidanganyana na lile jambo ambalo limeenea sana kwa Waislamu kwamba mimi muumini bwana, kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah enda peponi. Kusema neno tu, lile neno ukilisema ukalitekelezea ndio unakwenda peponi. Mungu anasema katika Qur'an, laisa bi amaniyikum wala amani ya ahli alkitabi man ya'mal su'an yujza bih. Mungu anasema kwa kutaka kwa nyinyi waumini mliosema la ilaha illa Allah, wala kutaka kwa wale waliopewa kitabu kabla yenu, Manayahudi na Manaswara, kwamba mtaingia peponi kirahisi. Man ya'mal su'an yujza bih, mwenye kutenda mabaya atalipwa kwa baya lake, wala hatokuta mahali pa kukimbilia wa kumnusuru waliya wala nasira, hana mtu wa kumnusuru. Ukitaka soma, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, mwenye kutenda jema hata liwe dogo kama vipi ataliona,
atalipwa manake. Na akitenda baya hata kama liwe dogo vipi, hata kama ile kwamba mimi nimekutana na wewe afu nikajiona na hayo tunayo, nikaona kwamba huyu mwenzangu, wakati mwingine sisi tunakuwa hata si mashaka hivyo, tunakuwa hivyo hivyo, unakuta mwenzako unamshangilia kwa shangwe yako kwa salamu, afa ana habari ile, pia nayo atalipwa hiyo, atakutana nayo pia. Sasa hakuna kitakacho kuokoa ila wewe uwe ni mtu wa toba, yani kazi yako kulilia dhambi zako. Allahumma ma qaddamtu wa ma akhadtu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma, yani unajuta kila aina ya dhambi, unalia kwa Mungu. Kwa sharti ya kwanza ni kujuta. Sharti ya pili, nitakwenda haraka kwa sababu nataka nisisitize kidogo hii sharti ya kwanza ya kujuta. Hizi nitazikurura afu nitarudi kwenye kujuta. Ya kwanza mkujuta, ya pili kuacha. Haitaki useme Mungu nisamee huku natenda dhambi. La, kuacha immediate, hapo hapo on the spot uache. Ya tatu ni kuazimia kutokurudia tena, sharti ambayo hata mtoto mdogo anajua. Ukimchapa sana, nimekosa, sirudi tena, anasema sirudi tena, lazima uje nayo, uweke ahadi ya kwamba hurudi tena. Ya nne, kama haki ya mtu mrejeshee. Kama ni haki ya mtu umrejeshee haki yake. Umemtukana umuombe radhi, umemkosea umuombe aridhie. Sharti nne hizi ndio sharti ambazo zimetajwa sana katika vitabu na ndizo sharti za toba, lakini katika kufanya bahthi yangu nimegundua kwamba ili ule msamaha utimu, kuna vitu vingine karibia 4 au 8 na vitu viongeze ili hizi sharti 4 ziwe zimekaa sawa sawa. Kinatakiwa kiongozeke hapo kama Mwenyezi Mungu, ila mantaba wa amana, ila yule aliyetubu akaamini. Kwa kuamini, kwa sababu zile dhambi unazozifanya unazifanya kwa sababu imani yako towefu. Wewe ungekuwa unajua sio kama nitadumbukiza kwenye moto moja kwa moja, unaamini haswa hivyo, unaingiaje mwenyewe kwenye moto? Kwa hiyo una upungufu wa imani, uwe na kazi ya kuijenga imani yako. Na hayo ndio ambayo tunayasema hapa, siwezi kuyafanya nikayamaliza, ila kwa wanaotaka kupata ziada ya mafunzo haya waje Al-Haramain Jumapili, kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 mpaka saa 7 tuko pale kwa ajili ya kuleana kwa mtindo huo. Man aman, ukiamini sawa sawa huwezi kufanya madhambi. Wewe unadhania siku ya kiyama wanatupwa watu pale, kuna mtu atakayefanya dhambi? Kwa sababu kaamini, kaona kwa macho. Sasa uamini mpaka ufikie katika daraja yule sahaba aliyesema, mimi leo lao kama nitaletewa moto hapa na pepo hapa, isingeongeza imani yangu chochote kwa sababu nishaamini. Yani kuona moto hakutoniongezea lolote. Lakini sisi inabidi tuone hivyo, tupe visa vya waliotangulia kabla yetu yaliwakuta, ili imani zetu ziweze kukomaa zaidi. Ila man taba wa amana wa amila amalan salihan, ila mtu aliyetubu, sio sharti zile 4, afu amana akaamini, wa amila amalan salihan akatenda mema ambayo yatakuwa mengi kuliko mabaya uliyotenda. Ni katika sharti hizo za kufanya toba yako ikubaliwe. Alafu nyingine istighfar, sasa ndio inakuja kumwomba Mungu msamaha. Mungu nisamee, nimerudi kwako, lakini nisamee, nimerudi kwako, nisamee. Unaweza ukawa umerudi kwake lakini ukastahiki kuwa uko kwake, lakini adhabu lazima ikupate. Wa amila amalan salihan thumma ihtada, kisha uongoke na uwe mwongozaji wenzako. Lakini katika kingine ambacho kinasaidia kwenye toba ni wewe kuwa na woga mwingi wa Mungu, wa kumwogopa sana Mungu. Maana ndio ile tulitanguliza, baada ya kumwogopa wewe sasa ndio unarudi unakuwa karibu naye kwa nani. Sasa baada ya kusema hayo, naona muda unakwenda na maneno yanakuwa kama mazuri na matamu, lakini muda umekwenda. Naomba nieleze, nitoe mfano wa mtu aliyotubu akakamilisha sharti ya majuto kwa kiwango kinachotosha. Nitataja hicho kisa, nikikimaliza kama kutakuwa ndio hayo maswali, kama atakuwepo tuweze kupata. Nitakieleza haraka haraka kwa sababu tupate nafasi ya mtu mwenye kuuliza. Kulikuwa kuna mtu mmoja katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitwaye Thalabat ibn Abdurrahman. Yeye alisilimu na alafu Thalaba huyu akawa ni
mtumishi wa Mtume, anamhudumia Mtume, na Mtume siku moja akamtuma kwa ajili ya kutekeleza haja yake fulani. Famarra bibabi rajul min al-ansar, yule bwana akapita sehemu katika nyumba miongoni mwa nyumba, akienda kutekeleza ile haja. Akapita katika nyumba moja miongoni mwa nyumba ya Ansar, lakini mlango ukawa uko wazi, ule mlango wa nyumba. Fara amra'atan min al-ansar taghtasil, akamwona mwanamke wa Kiansari yuaoga, yani mlango uko wazi, afilo koani kule aoga. Hamad kutupa jicho kamuona, na hakurudisha kusema ngoja niangalie, kaona tu kwa mara moja. Alipoona kwa mara moja, hapo hapo maisha yakabadilika, ikawa hana raha tena katika dunia kwa dhambi aliyoifanya. Japo kwamba sisi tukitakuiangalia tunaweza kuona kwa mujibu wa kisheria kwamba jicho la kwanza haliandikiwi dhambi, lakini kwa muumini wa sawasawa kila hata kidogo anakiona kikubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema almu'minu salihu, mja muumini wa kweli kweli, yara dhambahu, anaiona dhambi yake, kanahu jabalun fawqa ra'si, utadhania kwamba ni mlima ulionyanyuliwa juu ya kichwa chake, umeachiwa unakwenda kumbota. Yuridu an yakale, kwa hiyo hajui anapona vipi dhambi yake, anaiona hajui atapona vipi. Lakini sisi wote hapa tuna dhambi chungu mzima, lakini tunazoea kama nyepesi tu. Mwenyezi Mungu atazimaliza, atakuisha. La haula wala quwwata illa billah. Kiindalia kwamba sisi waumini sahihi, muumini wa kweli, Mtume kamsifia, anaona dhambi yake kama mlima uliobebwa juu ya kichwa chake, unataka umwangukia. Na muumini ambaye ni fasik, mwingi wa madhambi, yara dhambahu kanahu dhubabun tala ala anfihi, anaona dhambi yake kama ni nzi tu karuka juu uso wake. Akifanya hivi, hata vile nikizungumza na kufanya hivi, nzi kaondoka, wala sina haja ya kuchukua muda. Ndivyo anavyoziona dhambi zake. Sasa anadamu anakuwa hana majuto kwa sababu dhambi yake anaiona ndogo. Kwa hiyo sharti ya nadamu ya kujuta ni lazima dhambi yako ione inakumaliza, usione kama dhambi yako ni kitu kidogo kitakachoondoka. Sasa bwana mkubwa alipomwona yule mwanamke akaanza kulia, akaanza kukimbia. Hata alipokutumwa na Mtume hakwenda, akawa nalia, Mungu wangu nimeangamia, mimi sijui nitakuwa nani. Leti ningekuwa roho yangu imetolewa kabla ya leo. Mungu mimi mgeni wa nani? Kakimbia katoka Madina mpaka kajitoma kwenye milima ya Madina, baina Maka na Madina, yualia usiku kucha kwa dhambi. Eti kaangalia kama una mwanamke anaoga, nadamu ya hali ya juu. Mpaka zikafika siku 40, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamuoni yule mtu. Akashuka Jibril kutoka mbinguni. Aliposhuka akamwambia, Mungu akusalimia Mtume Muhammad, hakika kuna mja katika wafuasi wako yuko katika milima ya Maka, ananiomba msaada mimi, hebu ukamtafute. Alipopewa ule ujumbe, dhambi angalia, sijui simu zetu kule, sisi tunaona vitu gani mule tena, wakati mwingine tuna visevu haswa, alafu wala tuoni kama tuna jambo. Akarudi malaika, Mtume akamtuma Umar na Salman kwamba nendeni kamtafuteni huyu bwana. Wakatoka mpaka maporini huko wanazunguka, wakamuuliza mchungaji mmoja aitwaye Dhufafa, umemwona mtu ambaye yuko kadha wa kadha? Akasema, nyinyi nadhani mwamzungumzia yule anayekimbia moto wa Jahannam, ndio huyo. Ambia, kwa nini wewe umejuaje kwamba anaokimbia moto wa Jahannam? Anasema unapokuwa usiku mwingi, saa 8 saa 9 atoka kwenye milima huko, kabeba mikono yake kichwani, akisema, Mola wangu, kwa nini hukukamata roho yangu kabla ya jambo lile? Kwa nini mimi ningekuwa sijaoza kama waliooza makaburini? Mimi leo ndio kilio chake. Nakimbia moto wa Jahannam, mimi na ukimbiaje? Mimi mgeni wa nani? Ndicho kilio chake kila siku. Ndio maana tumuita kwamba ukimbia moto wa Jahannam. Hasema, basi ngojea, msubirini usiku wa 8 atatoka. Ilipofika usiku wa 8, wasubiri, bwana yule kashuka, mimi moto wa Jahannam umenienea. Kosa kaangalia jicho, kwa bahati mbaya kamuona mwanamke ndani. Muumini wa kweli anaiona dhambi yake ni sawa sana mlima wa Kilimanjaro ulionyanyuliwa kichini kwake umeachiwa. Sisi ndivyo tulivyo. Hauoni kwamba kuna haja ya kuingia chuo?
Dhambi yoyote kila unapoona ni kubwa, Mungu anaigeuza kuwa ndogo, na dhambi yote wewe pale unapoiona ni ndogo, Mungu anaigeuza inakuwa kubwa. Wakamkamata, walipomkamata sema, Mungu kashashusha wahi kujua dhambi yangu, ndio nimeshaambia mimi mtu wa motoni moja kwa moja. Mungu kashusha wahi, ambaye hapana, mtume sikatuma tukichukua tupeleke kwake. Ambaye Omar, na kuomba mkimchukua mnipeleke, lakini msimfikishe kwa mtume akiwa yuko hivi, awe katikati ya swala ndio nifikishe pale, labda nitaweza, sijui namuonaje. Wakamchukua akamfikisha mtume akiwa na swali. Alipomuona ile kumuona mtume tukadondoka kazimia. Mtume mwenyewe ndio akamka akaenda kumwamsha. Natoa mfano wa namna ya majuto ili mtu apime majuto yake na toba zake alizozifanya azione zalingana. Mtume akaenda kumwamsha, akaamka, akamwambia, wewe vipi bwana, mbona hivyo? Akasema, dhambi ya Rasulullah, dhambi yangu ya mtume wa Mwenyezi Mungu, dhambi yangu inanimaliza mimi. Mimi sina. Akamwambia, ala adulluka ala ayatin in qultaha ghafara Allahu dhunubak, je, nisikujulishe aya ambayo ukiisema Mungu afuta dhambi zako zote? Akamwambia, bala ya Rasulullah. Asema, sawa ya mtume wa Mwenyezi Mungu, niambie. Sema, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Yule sahaba akasema, sawa mtume, nimekusikia, lakini dhambi yangu kubwa sana, sidhani kama inaweza kufutwa na aya hiyo. Dhambi yangu ni kubwa, dhambi a'dham, dhambi yangu ni kubwa sana. Mtume akamjibu, bali aya ya Mwenyezi Mungu na ahadi yake ni kubwa zaidi kuliko dhambi zako. Basi akawa amerudi mjini, lakini akaendelea na kilio chake cha dhambi hiyo, ambayo karibia sisi wote tushaangalia wanawake, tushafanya nini. Allahu Akbar. Dhambi hiyo ndiyo inayomliza. Akarudi, akaachwa nyumbani kwake. Mtume aendelea na mambo mengine. Baada ya siku 10 akafatwa na Salman. Salman akaambiwa na Mtume, unajua hali aliyokuwa nayo sahaba wako? Innahu kad halak, yeye anakufa wakati wowote. Kwa nini? Kwa analilia dhambi yake. Sema twendeni. Wakatoka mpaka kwa Mtume. Walipofika kwa yule bwana, walipofika wakamkuta yuaumwa sana, hata haelewi anaingia na anatoka. Mtume akakaa kwenye kitanda, akamweka kichwa chake kwenye mapaja yake. Alipomweka kwenye mapaja yake, yule bwana hajajua nani aliyembeba vile, kugundua ni Mtume, akaruka akatoka. Anasema, kwa nini umeruka, umetoa kichwa chako kwenye mapaja yangu? Akasema, kichwa kimejaa dhambi, hakifanani kukaa kwenye mapaja ya Mtume. Akamwambia, unatamani nini? Ambaye sina ninachotamani duniani. Hajala, hajafanya nini. Unajisikiaje? Akasema, ninasikia kama siafu ama sungusungu wananing'ata baina ya ngozi na nyama na mifupa yangu, ndivyo ninavyosikia mwili mzima unavyoniuma. Akasema, unashtakamani nini tukupe labda? Akasema, mimi natamani msamaha wa Mungu, sina ninachotamani ila msamaha wa Mungu. Aliposema vile, Mwenyezi Mungu akamshusha tena malaika Jibril. Mara hii akaja malaika Jibril akiwa anatoa ujumbe ufuatao: ya Rasulullah, Mungu anakusalimia na anasema, mwambie mja wako, lau kama angekuja na dhambi hiyo aliyoitenda, ujazo wa dunia na mbingu, basi mimi ningempa kwa majuto aliyokuwa nayo msamaha unaozidi ujazo wa mbingu na ardhi. Mtume akamwambia, malaika Jibril amekuja anasema, lau kama dhambi zako hiyo unayoiona ni kubwa moja, ungekuja zimejaa dunia nzima, kwa hivyo unavyojutia na kuona ni angekupa msamaha ujazo wa dunia na mbingu. Aliposikia yale maneno akapiga kelele, akadondoka na roho ikawa imetoka, kafa kwa kuililia dhambi yake. At-tauba an-nadam, toba ni yale majuto.
Mtume amesema at-taubatu wan-nadam, toba ni yale majuto yako vile unavyojuta. Kwa kiwango cha kujuta ndio hizi sharti nyingine zote zinatimia. Ukijuta utaendelea kufanya? Uwezi. Ukijuta si utaazimia kutokurudia? Yaani zile sharti zote zile. Ukijuta si utakwenda kuomba msamaha? Ukituba, yani kujuta ndio msingi mkubwa wa toba. Je, sisi twajutia dhambi zetu? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.